Utabiri wa nyota yako leo Jumatano tarehe 26 mwezi wa 3 ya mwaka 2025. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Tukianza na nyota ya punda, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Machi 21 hadi Aprili 19. Kumbuka hii ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nguvu za sayari ya Mars zinakuimarisha na kukupa uwezo wa uongozi unaohitajika kushughulikia changamoto kwa uthabiti. Hii ni siku ya kuwa na msimamo, lakini kumbuka pia kutambua juhudi za wengine. Uongozi sio tu kuwa mkali bali pia kushirikiana. Venus ikiwa kwenye nyota yako inaweza kuamsha hisia zako za kimapenzi. Tumia nguvu hii kuonyesha hisia ulizokuwa ukizificha. Katika kazi siku hii ya leo, uamuzi wako wa kufanikiwa ni wa kupendeza, lakini hakikisha unasikiliza zaidi kuliko unavyoongea ili kudumisha amani. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hatua ndogo za kimkakati zinaweza kuleta matokeo mazuri, lakini epuka matumizi ya pupa. Upande wa kiafya siku hii ya leo, licha ya kuwa na nguvu nyingi, hakikisha unapata muda wa kupumzika ili kuepuka kuchoka. Shughuli za kimwili zinazokuburudisha zinaweza kukufanya ujisikie upya. Katika mahusiano siku hii ya leo, mawasiliano ya wazi ni muhimu katika mahusiano. Kutokuelewana kidogo kunaweza kuleta migongano isiyo ya lazima. Nini cha kufanya siku hii ya leo? Pata muda wa kutafakari kwa kutulia ili kurekebisha mawazo yako na kumaliza siku kwa mtazamo mzuri. Rangi ya bahati ni nyekundu, nambari ya bahati ni 9, mafusho ni sandalwood, manukato ni mdarasini. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Simba na nyota ya Mshale. Tukiangazia nyota ya Ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Kumbuka hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nafasi nzuri inajitokeza kwa kutumia hekima yako ya kimaumbile na subira yako, kwani Mercury inaboresha mawasiliano yako hasa katika masuala ya kikazi. Mazungumzo ya ghafla yanaweza kufungua milango mipya ya fursa. Katika kazi siku hii ya leo, ufanisi wako katika kazi utapewa nguvu na mawasiliano bora. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuendelea na bajeti yako kutakuletea utulivu wa kifikra, epuka matumizi ya pupa. Upande wa kiafya siku hii ya leo, hakikisha unakula chakula chenye virutubisho bora ili kuimarisha mwili na roho. Katika mahusiano siku hii ya leo, usiku wa siku hii ni mzuri kwa kufanya jambo maalum kwa mpenzi wako ili kuonyesha upendo wako. Je, ni nini cha kufanya siku hii ya leo? Jitahidi kufanya kazi zako kwa utaratibu na kujitunza kimwili na akili. Rangi ya bahati ni kijani kibichi, nambari ya bahati ni 6, mafusho ni pachol, manukato ni waridi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mashuke na nyota ya Mbuzi. Tukiangazia nyota ya Mapacha, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Kumbuka hii ni nyota ya 3 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo sayari ya Mercury kwa upande wako na inakupa uwezo wenye nguvu na uwezo wa kushughulikia miradi mingi kwa wakati mmoja. Hata hivyo ni muhimu kupanga vipaumbele ili kuepuka kuchanganyikiwa. Katika kazi siku hii ya leo, mawasiliano ni silaha yako kubwa leo. Tumia ujuzi wako wa kuzungumza vizuri katika mikutano na majadiliano. Upande wa kifedha siku hii ya leo, uwezo wako wa kuchanganua mambo unakupa maamuzi bora ya kifedha, lakini hakikisha unathibitisha ukweli kabla ya kuwekeza. Upande wa kiafya siku hii ya leo, pamoja na nguvu nyingi za akili, usisahau kuupa mwili wako muda wa kupumzika. Katika mahusiano siku hii ya leo, vicheko na mazungumzo ya kirafiki yataboresha uhusiano wako. Je, ni nini cha kufanya siku hii ya leo? Shughuli za kutuliza akili kama vile kutafakari zitakusaidia kufikia utulivu. Rangi ya bahati ni njano, nambari ya bahati ni 5, mafusho ni jasmine, manukato ni minti. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 5 kamili asubuhi hadi saa 8 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mizani na nyota ya Ndoo. Tukiangazia nyota ya Kaa, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Kumbuka hii ni nyota ya 4
katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo mwezi unakuasiri kwa kukufanya uwe mwenye kutafakari zaidi na kufikiria mambo ya zamani na jinsi yanavyoathiri maisha yako ya sasa. Hii ni siku nzuri ya kutunza hisia zako na kujipa muda wa kujiponya kiakili. Katika kazi siku hii ya leo, mbinu zako za huruma na uelewa zinaweza kukufanya uwe kiungo muhimu kwenye kikundi chako kazini. Upande wa kifedha siku hii ya leo, ingawa utulivu wa kifedha uko karibu, epuka kuanzisha miradi mipya kwa sasa. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jitunze kwa kushiriki katika shughuli kama vile meditation ambazo zinakufanya ujisikie upya. Katika mahusiano siku hii ya leo, fungua moyo wako na uzungumze kwa uwazi ili kuondoa vikwazo vyovyote vya kimahusiano. Je, ni nini cha kufanya siku hii ya leo? Fanya kitu kinachokufariji au kinachokuletea amani kama kusoma au kuandika. Rangi ya bahati ni nyeupe, nambari ya bahati ni 2, mafusho ni lavenda, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya nge na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya Simba, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Kumbuka hii ni nyota ya 5 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku yenye nguvu na fursa za kuonyesha haiba yako na uwezo wako wa kuongoza. Nguvu za jua zinakutia moyo kuwa katikati ya mambo, iwe ni kikazi au kibinafsi. Katika kazi siku hii ya leo, ujasiri wako unawavutia wengine kwa mawazo yako mazuri, lakini hakikisha unadumisha usawa kati ya kiburi na huruma. Upande wa kifedha siku hii ya leo, jitahidi kuchambua uwekezaji kwa umakini. Leo sio siku ya kuchukua hatari kubwa. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya mwili ambayo yanachangamsha mwili na akili yako. Katika mahusiano siku hii ya leo, mahusiano yanastawi kwa vitendo vya kweli vya upendo na kuonyesha shukrani. Je, ni nini cha kufanya siku hii ya leo? Tumia muda na watu wanaokutia nguvu na kushiriki katika mambo unayoyapenda. Rangi ya bahati ni dhahabu, nambari ya bahati ni 1, mafusho ni frankincense, manukato ni mdarasini. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 6 kamili mchana hadi saa 9 kamili alasiri. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya mshale. Tukiangazia nyota ya mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 6 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo akili yako ya uchambuzi iko juu sana, ikiwezeshwa na nguvu za Mercury zinazosaidia kupanga na kufanikisha mipango. Ni siku nzuri kwa kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Katika kazi siku hii ya leo, fanya kazi zako kwa utaratibu na kwa umakini. Ubunifu wako unastahili pongezi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kupanga bajeti vizuri na kupitia mipango ya kifedha kunaweza kukuletea manufaa ya baadaye. Upande wa kiafya siku hii ya leo, usisahau kufanya mazoezi ya kuimarisha mwili na kufurahia utulivu wa akili. Katika mahusiano siku hii ya leo, uvumilivu na mawasiliano ya wazi ni muhimu katika mahusiano yako. Je, ni nini cha kufanya siku hii ya leo? Pata muda wa kutafakari juu ya mafanikio yako na kupanga hatua zako zinazofuata. Rangi ya bahati ni kahawia, nambari ya bahati ni 7, mafusho ni sage, manukato ni vanilla. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mizani, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 7 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo mpangilio wa nyota unakutia moyo kutafuta usawa na amani katika maeneo mbalimbali ya maisha yako. Jupiter inakuinua katika kushirikiana na wengine na kukuza mahusiano yenye nguvu. Katika kazi siku hii ya leo, uwezo wako wa kidiplomasia unaangaza leo. Hakikisha unafanya maamuzi thabiti ili kusukuma miradi yako mbele. Upande wa kifedha siku hii ya leo, tafuta njia za kuweka uwiano kati ya matumizi na akiba bila kujinyima raha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya utulivu kama vile meditation au yoga yanaweza kukuimarisha kiafya na kiakili. Katika mahusiano siku hii ya leo, jitahidi kuzingatia ubora wa muda mnaoutumia kwa pamoja badala ya wingi wa muda. Je, ni nini cha kufanya siku hii ya leo?
Furahia sanaa na mambo ya kitamaduni yatakayokuletea amani na furaha. Rangi ya bahati ni blue, nambari ya bahati ni 6, mafusho ni sandalwood, manukato ni rozi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ushawishi wa Pluto unakupa nguvu ya kubadilisha mambo kwa undani. Tafakari juu ya masuala yaliyo wazi na yenye utata ili kupata mwanga mpya. Katika kazi siku hii ya leo, njia zako za kimkakati zinakuweka katika nafasi ya mafanikio, lakini hakikisha unadumisha uthabiti. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa makini na uwekezaji. Hakikisha mipango yako ya kifedha inalingana na malengo yako ya muda mrefu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jihusishe na mazoezi yanayochanganya mwili na akili kama yoga au karate. Katika mahusiano siku hii ya leo, wasiliana kwa uwazi na kueleza hisia zako ili kuimarisha uhusiano wako. Je, ni nini cha kufanya siku hii ya leo? Pata muda wa kutafakari na kufanya mambo na kupeleka kwenye utambuzi wa ndani. Rangi ya bahati ni zambarau, nambari ya bahati ni 9, mafusho ni mirhi, manukato ni pachol. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 9 kamili alasiri hadi saa 11 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 9 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nguvu za mwezi na Jupiter zinakutia moyo kuendeleza roho yako ya kusafiri na kujifunza mambo mapya. Furahia uzoefu mpya na kukuza ufahamu wako. Katika kazi siku hii ya leo, shauku yako inaamsha motisha kwa wengine, lakini hakikisha malengo yako ni ya ukweli. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa mwangalifu na matumizi yako. Fanya maamuzi kwa uangalifu ili kuepuka hasara. Upande wa kiafya siku hii ya leo, chukua muda kufanya mazoezi ya nje kama vile kukimbia au kuogelea ili kuboresha afya yako. Katika mahusiano siku hii ya leo, ongeza furaha katika mahusiano yako kwa mipango ya ghafla na isiyotarajiwa. Je, ni nini cha kufanya siku hii ya leo? Tumia muda kutafakari mambo uliyojifunza na kuimarisha maisha yako. Rangi ya bahati ni rangi ya machungwa, nambari ya bahati ni 5, mafusho ni cedarwood, manukato ni clove. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 5 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya simba. Tukiangazia nyota ya mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Kumbuka hii ni nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo Satani inakuinua kwa nidhamu na umakini katika kufikia malengo yako ya muda mrefu. Hii ni siku nzuri ya kupanga na kufanikisha mipango yako. Katika kazi siku hii ya leo, uongozi wako unang'ara. Tumia uwezo wako wa kupanga kuwaongoza wengine kwa mafanikio. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fanya maamuzi ya kifedha kwa umakini na kuepuka matamanio ya kupata faida za haraka. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jenga mwili wako kupitia mazoezi ya nguvu na uvumilivu kama vile hiking au mazoezi ya viungo. Katika mahusiano siku hii ya leo, mazungumzo yenye malengo na mpenzi wako yanaweza kukuza uhusiano wenu kwa kiasi kikubwa. Je, ni nini cha kufanya siku hii ya leo? Tafakari mafanikio yako na uweke mikakati ya kukabiliana na changamoto mpya. Rangi ya bahati ni kijivu, nambari ya bahati ni 8, mafusho ni pine ama mvinje, manukato ni vetiver. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mashuke. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Kumbuka hii ni nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ushawishi wa Uranus unakuletea mawazo mapya na nguvu za kipekee za kubuni. Jaribu mbinu tofauti kwenye miradi yako ili kupata matokeo bora. Katika kazi siku hii ya leo, mawazo yako ya ubunifu yanakupa fursa za kufanikisha miradi. Hakikisha unazingatia uhalisia ili kutekeleza mipango yako. Upande wa kifedha siku hii ya leo,
Changanua matumizi yako kwa makini. Wekeza kwenye mambo yanayowiana na malengo yako ya muda mrefu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tumia muda wa kutosha kupumzika na kujiimarisha kiakili kupitia mazoezi ya utulivu kama vile kutembea au kuogelea. Katika mahusiano siku hii ya leo, kuwa mkweli na mwaminifu katika mahusiano yako. Uhalisia wako unavutia na kuimarisha uhusiano wako. Je, ni nini cha kufanya siku hii ya leo? Pata muda wa kutafakari na kupanga mipango yako ya baadaye kwa umakini. Rangi ya bahati ni samawati, nambari ya bahati ni 4, mafusho ni lavenda, manukato ni bergamot. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa 10 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mizani. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ushawishi wa Neptune unakuletea utulivu na msukumo wa kiroho. Tafuta njia za kuonyesha ubunifu wako na kuimarisha uhusiano wako wa ndani. Katika kazi siku hii ya leo, huruma yako ni mali muhimu kazini, lakini hakikisha unajieleza kwa uwazi ili kuepuka mkanganyiko. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fuata hisia zako katika maamuzi ya kifedha, lakini hakikisha unathibitisha ukweli kabla ya kuwekeza. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kujitunza kiakili na kimwili ni muhimu leo. Jihusishe na mazoezi ya kutuliza akili kama vile yoga au kuogelea. Katika mahusiano siku hii ya leo, mazungumzo ya kina na wapendwa wako yanaweza kuleta uelewano bora na kuimarisha uhusiano wenu. Je, ni nini cha kufanya siku hii ya leo? Tumia muda wa utulivu kufanya mazoezi ya kiroho au kuandika mawazo yako. Rangi ya bahati ni nyeupe, nambari ya bahati ni 7, mafusho ni frankincense, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya nge. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Jumatano tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka 2025. Basi ni kusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapoweka video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.